Ardhi ni mojawapo ya mali yenye thamani zaidi nchini Tanzania na pia ni chanzo kikuu cha migogoro, hasa kwa wanawake. Hebu tuone jinsi Tanzli inavyokusaidia kufanya utafiti wa kesi ya haki za ardhi. Ardhi yote nchini Tanzania ni ardhi ya umma, inayoshikiliwa kwa dhamana na Rais. Wananchi hawamiliki ardhi moja kwa moja, wanamiliki haki ya makazi. Kuna aina tatu: ardhi ya jumla katika maeneo ya mijini, ardhi ya kijiji inayosimamiwa na baraza la kijiji ambapo wengi wa wasaidizi wa sheria hufanya kazi, na ardhi iliyohifadhiwa kama mbuga za wanyamapori na misitu ya kitaifa. Kwenye ardhi ya kijiji, haki ya makazi ya kijadi ina uzito sawa kisheria na cheti rasmi cha umiliki. Ulinzi muhimu mbili za kukumbuka: kwanza, nyumba ya ndoa haiwezi kuuzwa au kuwekwa rehani bila idhini ya pande zote mbili za ndoa, haijalishi jina la nani liko kwenye hati miliki. Pili, na muhimu zaidi, haki ya mwanamke ya kupata, kumiliki na kutumia ardhi ni sawa na ile ya mwanaume. Kila desturi inayokinzana na hili ni kinyume cha sheria. Haki hii inatoka wapi? Vyanzo viwili. Kifungu cha 13 cha Katiba kinahakikisha usawa mbele ya sheria. Na sehemu ya 3, kifungu kidogo cha 2 cha Sheria ya Ardhi ya Kijiji kinasema waziwazi, haki ya mwanamke ya kupata, kumiliki na kutumia ardhi ni sawa na ile ya mwanaume. Kwenye Tanzli, fungua kichupo cha muhtasari wa sheria ili kupata vifungu vyote viwili vilivyoelezwa kwa uwazi. Ikiwa mzozo hauwezi kutatuliwa moja kwa moja, ni muhimu kujua mahali pa kuwasilisha. Migogoro ya ardhi ya kijiji huanza katika Baraza la Ardhi ya Kijiji, kisha Mahakama ya Kata. Masuala tata zaidi huenda kwenye Mahakama ya Wilaya ya Ardhi na Makazi, kisha Idara ya Ardhi ya Mahakama Kuu, na hatimaye Mahakama ya Rufaa. Tutumie hili. Mume wa Fatuma amekufa na shemeji yake anajaribu kumtoa kwenye nyumba, akidai kwamba desturi inasema wanawake hawawezi kurithi ardhi ya ukoo. Fuata mbinu ya hatua 3. Hatua ya kwanza, mwongozo wa lugha rahisi unathibitisha kuwa huu ni mgongano kati ya desturi na sheria ya kitaifa. Hatua ya pili, muhtasari wa sheria unakuongoza moja kwa moja kwenye kifungu cha 3(2) cha Sheria ya Ardhi ya Kijiji na kifungu cha 13 cha Katiba, msingi wa kisheria wa Fatuma. Hatua ya 3, tafuta katika muhtasari wa kesi mizozo inayofanana. Utapata kesi ya Stephen na mwingine dhidi ya mwanasheria mkuu, ambapo Mahakama Kuu iliamua kwamba mila zinazowazuia wanawake kurithi ardhi ya ukoo ni za kibaguzi, zinakinzana na katiba na ni batili. Ukiwa na mwongozo, sheria na kesi ya mfano mkononi, sasa unaweza kumshauri Fatuma kwa ujasiri, haki yake kwa ardhi hii inalindwa na sheria za juu zaidi za nchi. Mwambie Fatuma, sheria ya ardhi ya kijiji inampa haki sawa na mwanaume yeyote juu ya ardhi hii, na mahakama hazitatekeleza desturi inayomtenga. Hatua yako ya kwanza ni kuandika barua kwa shemeji yake. Ikiwa mzozo utaendelea, utawasilishwa kwenye Baraza la Ardhi ya Kijiji. Na kumbuka, ikiwa kesi itakuwa ngumu au ya dharura, daima iruhusu wakili mwenye sifa. Katika video yetu ijayo, tutaangazia sheria za familia.